Naam, karibu na ujambo ndani ya Al-Huda TV Burundi. Ni mwanao tena, niko hapa kwa ajili ya kipindi chetu maalumu sana ambacho tumekitangaza, na tunaendelea pia kutembea katika mashirika na wanaharakati mbalimbali. Nikujuze kwamba kipindi chetu hichi ni meza ya wanaharakati, kitabebwa nami mwenyewe Hamza Mahane kupitia TV yako ya Kiislamu katika nchi yetu hii ya Burundi, ni Al-Huda TV Burundi. Asanteni sana kwa nyote ambao mnaendelea kutunga nguvu na kutusapoti. Leo niko hapa katika shirika mama la Idena. Ni moja kati ya shirika ambalo tumeanza nalo dhamani kweli kweli, takriban zaidi ya miaka kadhaa, ambayo wakiendelea katika anga la kuweza kustiri maiti, wakiendelea katika anga la kuweza kujitolea malaloni, nikiwa na maana kwamba makaburi ya Mbanda. Leo ndani ya kipindi watasema nasi, angalau jamii ya Kiislamu iweze kufahamu mengi sana. Tuko hapa katika ofisi yao ambayo inapatikana Buyenzi, barabara ya 4, na mgeni rasmi katika kipindi chetu hichi ni mwenyewe kiongozi wa shirika la Idena, Sheikh Songoro, pamoja na kamati yake washauri, nikiwa niko nao ndani ya ofisi hii. Si mwingi wa kusema, tumsikilize na tujifunze mengi sana. Idena bado inazidi kufanya kazi, au Idena tayari inazidi kurudia nyuma, au Idena inazidi kwenda mbele kwa kasi? Siku zilizokwisha tumejitahidi sana kukuonesha matukio yote. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Furaha yetu ni kubwa kwa kuona namna mnavyozidi kuimarisha kazi yenu ya shirika la Idena, lakini hapa katikati Idena ni kama inarudi nyuma kwa ufanisi wa kazi. Ukiangalia katika masiku kadhaa, kongresi ilikuwa nyingi mkiwa mnatoa ripoti, lakini mara ya mwisho mmetuonesha kwamba mko katika ofisi ambayo iko pale juu kwenye etaji, lakini leo bado tena tuko hapa. Tunaitamani sana kama kiongozi wa shirika la Idena, Waislamu, ujumbe wako kwao. Idena bado nazidi kufanya kazi na bado ingaliki na matumaini zidi ya Waislamu. Naam, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu mtangazaji, kwa kweli maneno yako yanatia huzuni. Ni suala ambalo mmeniuliza kama kiongozi. Niko na ndugu zangu hapa ambao tunashirikiana nao. Mwenyezi Mungu kwanza awajalie kheri, amin, na wazidishie katika imani yao inshallah. Idena imeanza, ilikuwa ni fikra ambayo imechangia na maimamu, lakini si nitaenda mbali sana. Maimamu wakawa wameshindwa na nini, mpaka mambo ya kupinduana kunitoa muimamu na nini. Hao ndugu zangu Mungu wanafahamu evenement yote kisi ilijipase, lakini nikawazibia, nikamwambia kwamba tusilete fujo. Ndio Idena inaanza, itakuwa ni sura mbaya kwa macho ya Waislamu, sababu watu wengi wanapenda, yani kwa kundi abarundi bavuga, abarundi bakunda gafa. Kanaka yarumundu mwiza ayaragiza nuku. Hiyo ni mithali ya nchi yetu ya Burundi. Nikisema abarundi bakunda gafa, na Waswahili ni hivyo hivyo, na Waswahili bakunda gafa. Kwa nini? Sheikh Yusufu bado yuko mzima, alionekana mbele za mashekhe wengine kwamba hakusoma na ajui, lakini baada ya kufa wakaonyesha kwamba alikuwa na importance, maana alikuwa na interesting kwenye Uislamu, alikuwa ni mtu bora na nini. Lakini mada ni Idena. Huko nimekupeleka pembeni kukuonesha kwamba
nimefurahia wa ndugu zangu, sababu sio mashehe kwamba wataenda waseme huku wawaite watu wafanye hivi, kwa itakuwa ni ngumu sana. Tukisema IDENA inarudi nyuma, ni kweli inarudi nyuma. Yani mtu alikuwaga Amerika alafu akarudia tena Burundi au akarudia Rwanda, anaendelea au anarudia nyuma? Anarudia nyuma. Si pale kwenye etage tulikuwa tuna perform, sababu hata mtu akija anaona kama hao Waislamu yani wamejidhatiti na wako very serious na yani wako very serious na wako very strong na kazi zao, manake wanajihitamu na hii kazi yao. Lakini masikitiko yangu ni kwamba sisi Waislamu ambao tuko katika jamii ya Kiswahili au Warundi Waislamu tunaopatikana katika jamii ya Kiswahili, tujifunze kitu kimoja. Yani tujifunze kitu kinaitwa, wababu zetu hivi viwanja vyote viko hapo, kuanzia pale ku Protestant mpaka kufika kwa Mabase, Mbeleji alitupa sisi kule kote, kwa Sengilie mpaka kwa Polo, Mbeleji katupa sisi. Kwa nini vile vitu tumevikosa? Ndio huyu mfumo unaokuja kwenye IDENA. Mfumo unakujaje? IDENA inazika bure kuwasaidia watu, lakini wanaojitolea, yani ukisabia wanaofiliwa na wanaojitolea kwa ajili ya kuisukuma IDENA mbele ni wachache zidi ya wale wanaofiliwa. Wao ulikuwa Maka, ndiyo wale watu wanaopatikana pale katika mji wa Maka kwenye ule msikiti na yale mahoteli na kila kitu, kati ya watu na toilet, zile toilet za pale Maka, toilet ndio zingekuwa nyingi au watu ndio wangekuwa wengi? Toilet zingekuwa nyingi. Toilet ndio zingekuwa nyingi, kwa sababu watu wanaokuja pale ni wengi, lakini wanakuonesha toilet namba 3, unakuja huko Jihadi pana toilet, unateremka namba 6 mpaka ile namba 7, mambo yamekwisha. Ukizunguka huko unaona kama toilet, kama watu ni wengi lakini toilet ni ndogo. Sasa mimi huyu ujumbe na wapa wa ndugu zangu Waislamu Waswahili kama mimi, kwanza wametusemea uongo. Kuna familia inayopatikana barabara ya 18 namba ya nyumba 24 kwa marehemu Mwalimu Mada. Hizi habari zinatembea zinazagaa, tumewalipisha namba 26 pale. Naam. Maana kutoka kwa Mzee Masudi Kasimu Hasani kwa Mwalimu Mada namba 26. Wakati unaendelea hapo Sheikh Songoro, habari kwamba IDENA inafikia kwenye kiwango kwamba mtu akifa, yani ile kauli kwamba tunatoa sanda bure, tunamsaidia maiti mpaka zile huduma zote kwamba ni for free. Lakini ziko kauli ambazo miongoni mwa hizo kwamba huwa mnalipisha. Na kama hilo bado kuna ukweli kwamba kuna wale ambao mnawabagua labda pengine katika kuwatoza chochote hivyo, kama familia ambazo huwa kidogo inaonekana kama nyinyi mna balance. Lahadha. Huyu ndio dada ambaye wamefiliwa, wanaomba DV, wako wanapiga DV sasa hivi wanakutumia pesa. Okay. Unajua sisi tunaendaga na ushahidi. Ndio. Wale wamekuja kuchukua vitu hapa bure. Ndio. Na sisi tumeleta hichi kitu hapa bure. Lakini pamoja na kuwa ni bure, watu wawafikirie watu wa IDENA. Kuna madereva, kuna kusafisha makaburi,
tupate ofisi safi. Hizo ofisi ona penye tumeka hapa, sio mama ntilie. Yani IDENA na hii ofisi vinafanana tofauti. Na unahisi kwamba tuna shida ni Waislamu kiasi kwamba hawachangii yale mahitaji ambayo nyinyi mnaona kama yanaweza yakatufikisha katika maendeleo, au ni IDENA imepoteza mfumo ambao unaweza kuwa mfumo wenye imani zidi ya Uislamu? Hilo ni suala limoja, lakini lina majibu mawili. Ndiyo. Majibu mawili kivipi? IDENA haijapoteza imani kwa Waislamu. Ndiyo. Bana. Mfumo wa IDENA ni ule ule, lakini utendaji wa kazi ndo umelegalega kidogo. Manake kama unapenda kitu, kama ni chako, lazima ukipe umuhimu. Mimi nasema hivi, ili neno la kusema kwamba IDENA inalipisha hela linatangazwa sana, lakini mbona hawatangazi pindi wanakapoona gari zao ni 4, kamioni 2 na ambulance ni 2? Hawajauliza zile gari zetu mbona hazitumiki, kuna matatizo. Wakaja kwenye ofisi ya IDENA kuja kuuliza, ndio nikakwambia abandu bakunda gafa. Liweki sawa ili shekhe. Taib. IDENA tunalipisha atulipisha? Aha. Si ndio maana nimependa kuwaita hao ndugu zangu ili tushirikiane nao katika ili sakata. Ili ni sakata. Hakuna mtu hata umoja analipisha pesa kwenye IDENA. Mimi nasikitika sana. Tena roho inaniuma, kwa sababu roho inaniumaje? Wenyewe wana support IDENA ni wachache sana. Wewe ulishaga shiriki Congress 2 za IDENA. Zile franga za zile zinapatikanaga kwenye kongre ya IDENA. Wallahi sijawahi kuikaa mimi Songoro nikamwona mtu ananiletea milioni 5 peleka ku IDENA. Wallahi mozo naanza IDENA. Sijawahi kuona mtu ananiletea 5 milioni peleka ku IDENA. Lakini pale kwenye Congress inaonyesha kwamba kuna mtu anachikubalia milioni 5. Zile ndio sasa zinasaidia. Maana nakuja nafanya kongre, ile Congress ndio haifanya, zile pesa ndio zinabakia zina saidia shida mpaka mwaka unaenda, mpaka mwaka unakwenda. Wewe unaelewa mambo ya kitoro? Ndio. Unaelewa kama hizi gari zina muda mrefu 2019 mpaka leo 2026. Umeshaona? Haya mambo yanahitaji watu tusogeleane. Hichi ni kitu cha Waislamu, ni chetu sisi wote. Kisha kwa chetu sisi wote tusogeleane. Watu waswana ngojea siku ya aibu ndo waseme. Kwa nini wakuchukizwa kuona IDENA imetoka kule na imerudia hapa? Hivi vima vinaweza kumwangukia mtu, anakuja kutafuta sanda kinaweza kikaporomoka. Alhamdulillah. Naam, tayari tuko na Sheikh Songoro ndani ya kipindi chetu cha meza ya wanaharakati, na alhamdulillah tuko hapa kwenye kudadavua mifumo ambayo inaweza ikatupa sura nzuri ambayo Waislamu popote walipo duniani kwamba waanze kuamini kwamba juhudi zinazofanyika na IDENA ni shirika mama katika nchi yetu ya Burundi. Chokochoko za maneno kwamba wanalipisha hatulipishi, majibu ni mepesi sana. Kama ulivyomsikia, wanatoa sanda bure for free, na mimi nikiwa moja katika mashuhuda. Mjomba wangu alipofariki mimi nilikuja hapa kuchukua vifaa vyote, nimevibeba bure. Lakini tunarudi kwenye pointi ya msingi, shekhe.
Angalia makaburi ya ndugu zetu wa Kristo, sababu pale mnapatana tu kama ni santimetri chache baina ya Waislamu pamoja na Wakristo sehemu ambapo wanazika. Na kweli kwetu sisi Uislamu unaonekana ni usafi. Ukiangalia kaburi zao wa Kristo, organization yao gisi ilivyo, kuna njia za kuingia na kutoka kwa magari pia. Unaangalia ni mfumo ambao umewekwa pale kiasi kwamba hata mtu akipotea anaweza kujua. Tuje kwetu. Mpaka leo mijuzi nilipita na aliangalia lile pori ambalo liko pale kuanzia barabarani hadi utafika uwani. Kabla sijakuachia hilo uliseme, miaka 4 iliyopita tulikuwa na mtihani wa maji ambao yalipiga pale na nazirejesha hizo video clip kwa sababu ninazo. Angalia namna gisi maji yalivyokuwa yakipita katika makaburi ya ndugu zetu ambao wako pale Waislamu. Idena ilinyanyuka kwa kasi kubwa sana, imelistiri lile, mashine hizo zilipita. Tukategemea kwamba kila mwaka angalau mara moja wala mara mbili kubeba timu ya wanamume kule ambayo inaweza ikatia hamasa usafi, ikatia hamasa. Tusilaumu kiofisi wakati sehemu ambazo tunazokwenda macho na akili zinaona kwamba kwa nini tukio hilo huwa hamlikimbilila la usafi kule. Ni kwamba sadaka zilikwama kiasi kwamba tujifunze mfumo ambao unaweza kuwa ni sahihi kwa Uislamu. Nashukuru sana kwa hilo swala. Presida Ululu, Mwenyezi Mungu amjalie, pamoja na Bwana Shabani Simbagwe Shabani na yule bwana pale Rosteri, nao wawili wako hapo nje hapo, awa Hamza Sudi Bembes, wakati walikuwa wanatengeneza zile kaburi, mimi nilikuwa niko kumasomo. Wewe ulikuwa uko pale, ulikuwa uko pale? Ndio kabisa. Mashine ulizoziona zinatengeneza pale ilikuwa ni milioni zaidi ya 70 na upuuzi. Leo chuma cha milioni 7 kimekufa kwenye gari. Waislamu kimya. Wanalipisha. Haya mambo tuyaache. Kutengeneza kule kwa yale makaburi sio mchezo, ni mapesa ya kutosha. Ndio maana unaona tunaikaa kimya, tusome mfumo mpya, ni namna gani shirika letu tutaliboresha na kuwapa maendeleo watu wa Idena. Kuna mambo subhanallah, Mwenyezi Mungu, Allahumma najina minan nar. Subhanallah, Allah akbar. Wallahi shoferu wa Idena anapokea le 54. Hii ni siri kwa ndani ya Idena. Labda tuseme huenda mfumo labda sio mzuri. Hivi mwenye iko na probox yake au Ractis awaje anatazama mafuta asubuhi, anapima maji, lazima na entretien mbalimbali. Na hii Idena kwenye sulbi, yani uti wa mgongo wa Waislamu, wajue kwamba Idena ni sulbi, ni koloni. Tusirudiagi tena kupigana kelele. Tunaenda kwa Shesongoro, aende msikitini akatangaze. Wakionaga bimefeli, Mungu asijali kufeli, lakini wakionaga bimefeli, kwanza unaona tuna tatizo linakujaje? Yani pana mtu anajua Idena ni ya huyu na mimi na hawa wawili wako hapo nje, Ululu hayuko, Alimasi, ndio tunajoka Idena ni yao. Ama usenti au sekretari ama Darema, Idena ni ya Waislamu wote. Tusioni Idena inakuja kuuzika ndio tunaona kama Idena tuko na interesting nayo, tuna umuhimu nayo. Alafu baada ya kusha kuzikiwa
tunafika tunakimbia. Ndio kisi wanaitumikishaga sheria ya Mwenyezi Mungu kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema maiti anazikwa na mali zake. Kuna watu wana uwezo wa mali hapa, anaweza atakalipia maiti 5. Na kuna mtu mwingine anakujaga hapa ni tajiri, anatoa sanda, anasema siku nitakufaga mimi, eba mnizike kwa hizo sanda zenu za hapo. Kwa sababu nini? Anatoa sanda, analeta mafuta. Hawazitu watu kama 4 5, nishaka wasikia kauli zao. Wale siku watakufa, kama mimi niko hapa niko hai, nitasema kwamba waliwekeza. Sijui unanielewa mpaka hapa? Nakupata vizuri. Sasa mimi kitu cha mimi ninachoomba kutoka kule kuja hapa, pale tulifukuzwa na wenye nyumba. Tulikuwa na avance ya miezi 6 kama 7. Lakini yule mama alisema hataki. Alifukuza watu wote, nikizani ile nyumba unaona kama iko peko peko. Tuko kwenye sakata la kutafuta ofisi ambayo patakuwa sehemu ya makutanio, yani vikao, sekretari na yule bwana mambo ya suivi, yani suivi, yani ufuatiliaji wa mambo ya idea inakwenda aje, yanakwenda aje. Hiyo nyumba tuko tunaitafuta na hatujaipata. Umeshasikia? Ndiyo. Tutakapojaliwa kuipata tutakuita Al-Huda TV. Sunana Idena hatuna Idena TV. Lakini pako Jamali TV. Sijui unanielewa? Pako Abdi John TV. Na kichukuta patakuwa Komibu TV. Na sisi lazima pawe Idena TV. Na kwa upande mwingine tunasema kwamba sisi tunataka tujifunze mfumo mpya, lakini tupunguze kusema, tuwe wengi wa matendo na tuwe wengi wa kudhaniana khairi. Sababu ukienda unazagaza uongo, Idena inalika vile ndugu yangu Shabani alikufa, marehemu Shabani Saidi. Mtoto wake akaja hapa akasema ya kwamba kila kitu tutanunua, maana sisi hatutaki mwe wa Idena mtupe kitu cha bure. Wanakutaka watu wengi hapa. Sasa unawapigia TV, wakiona ni 1,10,000 wanafika wanakuwa wanaona kama ni wenyewe, wakiona vile sasa tunaenda kuwazikia, wanaona kama ni vitu vya upuuzi tu, kama ambulance. Waende wakaulize bei ya ambulance kutoa maiti pale kupreseresha kupeleka Chibitoke au Buyenzi, wanaombaga ilanga kwa kile kipindi cha zamani. Unanielewa? Ukija kuja kuwafanyia hiyo hesabu, una mtu ndio anakuja wale watu wa barabara 18. Mwenyezi Mungu anisamee, maana sio kusema vile tunawapana, hapana. Mimi wakati yule dada yao Feza alikuwa ananipigia simu, Shebaulo, tuambie David. Nikamwambia David, lakini nikamwambia David sijui muda mrefu, sijui mambo ya masanda na nini. Acha nimuulize sekretari. Ile sauti umesisikia? Sekretari akanitumia ile karatasi. Ile karatasi imeshafika Dubai mpaka Canada. Idena inatulia. Idena inalipisha. Kwa sababu unaona wenyewe ndio ametuomba TV. Alafu ala dernière minute wanaleta 300,000. Mimi nikasema hiyo 300,000 wala msitumikishi kuidena. Iko mpaka hivi kwa hapa. Wasitumikishi. Waeneze ile pesa, kwa sababu walisema wana uwezo. Na kweli yule dada yao, simtaji jina, alinambia tutatuma pesa
na anaomba aingie katika mfumo kujiunga na Idena. Ana mume wake, na mume wake simtaji jina kwa sababu sio mahala pake hapo. Hatuji kuwaumbua Waislamu. Watu wengi wanakujaga hapa na show. Ukija kumpa Devi unaona anateremka. Sio kila mtu anakuwa anamiliki milioni Sheikh. Wamshukuru Mungu kuona amewaletea Idena, pamoja kwa panakuwa vurugu za Waislamu kwa Waislamu. Juu mimi nimesikia mtu mmoja kwenye kilikuwa kule Kinama majuzi. Mama mmoja anasema kwamba eti Taruku Bashiru anatupaga sanda, anatupaga mazutu. Hamza Asudi njo Hamza Taruku Bashiru anatupaga sanda. Tena hao ni watu wa Buterere, nasikia mama wa Buterere wanatumika kama na ile kama ndio al-ihsani kama ni nini. Umeshasikia? Yaani kama vile kutaka kuiponza Idena. Bwana ndio anashughulika na hizi gari za Idena, na ndiye ambaye anadaiwa mafuta. Kuna saa msiba unafika, mimi nilikuwa na wajamaa jana, nilichangisha bikinju vingapi jana, bikinju zaidi kama ni bikinju, nilikuwa nawapigia tu watu simu Dena. Sikia uzuri, hatuna msaada wa mtu yoyote. Wakina Hajati Habiba walileta sanda zao, mtoka sefu anatutumiaga rulo moja au mbili. Mosi alienda kuchukua, mimi nimpigia mke wa mtoka simu, wakaonana na mdogo wake na mtoka, akawapa simu Shabani Ramazani Sefu Ruganyira. Unanielewa? Watu wa Buterere Mwenyezi Mungu awaongozi. Hakuna upinzani wa Idena na Buterere, hapana. Uongo utatumaliza kwa sababu nadhani tunakwenda vizuri kwa wale ambao wanaotutazama katika kipindi chetu hichi ambacho tumetembelea leo hapa katika ofisi hii ya Idena. Nadhani umesikia kwamba mengi ambayo yako kwenye Idena, juhudi ni kubwa, lakini moto unawaka chini pia, na watu ambao wanawasha moto pia ni watu ambao wasiopenda maendeleo kwa namna moja wala nyingine. Lakini kazi ni kubwa na nimejitahidi sana. Umeona kwamba viongozi, wana memba, waweka hazina, sekretari, wote niko nao hapa katika shughuli yetu hii ya kipindi chetu. Chini ya comment tutasoma maoni yenu, tutasoma maswali yenu, na bado tutaendelea pia kujitoa na kuwa karibu nao. Dakika 3 Sheikh za kumalizia, Idena leo inatangaza nini? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndio, nashukuru sana kwa maswali mtangazaji ameuliza. Naongeza kwa yale kiongozi wetu aliyojibu wakati anaulizwa. Kwa kweli kuelekea maswala ya sintofahamu kwa watu wengi, wanasema tunalipisha Idena, inalipisha. La hasha, sio. Idena huwa hailipishi, ila kulipa inatokana na utaratibu wa familia. Kawaida ataka dini mtu azikwe na mali yake. Tumeanza shirika kwa kusaidia wale ambao hawana uwezo wa kufanyia masuala ya kuzikwa, lakini tunapofikia na tajiri hivi anakuja kuchukua sanda ya bure, kwa kweli kwanza hilo linasikitikisha. Lakini kwa sababu ndo mambo tulijikubalisha kutumikia Uislamu na Waislamu, kwa kweli ukitaka kulipa ni familia ndo inakuja. Kwa kweli sisi tunashukuru kwa msaada wenu, lakini sanda sisi tutalipia. Acha marehemu azikwe kwa vyake, tunakufanyia devi, unatoa hiyo pesa kwa sababu utalipia sanda,
utalipia kaburi, utalipia na gari. Tukikufanyia hiyo unalipa, lakini maneno yanakuja baadaye, watu wanalipisha. La, ni uongo. Mtalipa nyie familia mkiwa mnataka kulipia maiti yenu, mnasema asizikwe kwa sanda ya bure, kwa msaada wa idena wa bure. Tutajilipia. Ndo njia huwa na utaratibu tunatumia huyo, na wala watu wasirudi kusema kama idena inalipisha. Tena mkumbuke idena kwa kweli wanayounga mkono ni wachache sana, alafu wengi ni ambao wananufaika na idena na bila kutoa msaada wote katika idena. Kwa kweli swala la kulipa ndo hilo, nafikiria mmelifahamu hilo. Na kuhama kwa kutoka katika ile ofisi tuliyokuwa kule ya ghorofa tukarudi kwenye ofisi yetu ya zamani tuliyoanzia, ni kwa sababu ya mwenye nyumba alihamisha wapangaji wote, anasema nataka kupangisha benki. Tukatolewa sisi wote, hakuna ambaye aliyebaki katika ile ofisi, na ndio maana unaona tulirudi katika ofisi yetu ya zamani. Ni ndogo, lakini kwa kweli ilikuwa haistahili kuwa ofisi ya idena, na ndio maana tulifanya kongre. Mchakato unaendelea ya kutafuta parcel. Naamini Waislamu wote hilo wanalijua. Tuko katika ukusanyaji wa mapato ili tutafute nyumba yetu itakayokuwa ofisi ya idena rasmi, ofisi yenye itakuwa na mambo yote. Ofisi za viongozi watakuwa hapo, sehemu za kuandalia maiti itakuwa hapo. Kwa kweli ndo harakati tu muhimu, na ndio maana tungali katika hii ofisi ya zamani hapa, lakini ofisi ambayo sio stahili kuwa ofisi ya idena. Kwa kweli Waislamu hilo ndo wangefatana nalo kwa kutuunga mkono, kwa kutusapoti ili tufikie kwenye malengo. Tuna gari, nafikiria mnaziona hivi, hazienei. Kuna gari imesimama kwa kuhitaji zaidi ya milioni 7 ya chuma ambacho kimeharibika, lakini Waislamu hawaulizi hiyo, kwa nini gari hatuioni, kwa nini hivi, lakini watakaa pembeni wanajadili haya na yale. Kwa kweli mahitaji ya idena ni hayo, tupate sehemu nzuri ya kuzikia gari zetu, ziwe na utimamu mzuri na ofisi nzuri. Nafikiria hiyo ndio itakuwa idena. Malengo ambayo tunayokusudia, malengo yetu makubwa, macho yetu yote na fikira zetu zote kwa kweli zimeishia katika kupata ofisi, tupate nyumba, na namba ya konti ipo. Atakayehitaji atakuja achukue pesa yako, wewe tupelekee kwenye konti, ili tuone kama tutafikia tamati tupate hiyo nyumba. Kwa kweli inshallah tunaomba Waislamu kwa hili tunaloongelea mlizingatie. Mmesikia mahitaji ya shirika lenu pendwa la idena. Inshallah Mwenyezi Mungu awajalie pia na tudumu katika idena yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kushukuru wewe ambaye umenitazama toka mwanzo wa kipindi chetu ambacho kimebeba jina la Meza ya Wanaharakati, na nimekueleza ni kipindi ambacho najitahidi kadri na hali kuweza kupitia wanaharakati mbalimbali, na leo tumejifunza mengi, na leo tumesikiliza mengi kutoka kwake Sheikh Songoro, kiongozi wa shirika mama la idena. Nikueleze kwa uchache kwamba kazi kubwa ambazo wanazozifanya idena na umezisikia mwenyewe, kwa sababu wanatoa sanda bure, wanahakikisha kwamba maiti wanaibeba katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Mimi sitokuwa na mengi ya kusema zaidi yako kwa kwamba chini ya comment tunaendelea kusoma, na ahadi wamesema kwamba baada ya wiki 2 mbele watakuja kutoa tamko rasmi la mfumo ambao utakaokuwa ni mzuri. Gari zao zinaelekea kuharibika, bimaana kuna mfumo ambao utakuwa ni wa kuboresha ofisi nzuri ambayo itaenda kutangazwa katika mfumo ambao utakaokuwa ni mzuri, lakini kamati yote na yenyewe iko hapa kwa minajili ya kuweza kuhakikisha
mfumo huyo unaikaa vizuri. Endelea kusubscribe channel yetu katika kututia nguvu kweli kweli. Endelea pia kutupa ushauri katika kututia nguvu, ili tusimame na nguvu moja za Uislamu pamoja na TV ya Kiislamu katika nchi yetu ya Burundi. Ulikuwa pamoja nami mtangazaji wako wa Kiislamu katika nchi ya Burundi, na si mwingine, mimi ni Hamza Mahane. Al Huda, mwongozo wa jamii.